Bana, mambo yamezidi kuchangamka na sasa hivi tumefika kwenye vita ya mpira yenyewe, kwa sababu si tu habari ya mchezo wa Simba na Yanga, bali ni habari ya nani anamwamini nani na kwa sababu zipi na kwa sababu gani hawaaminiani. Kwenye ligi kuu Tanzania bara kila kitu kimevurugika, wakati ambapo Young Africans na wao wakiweka wazi baadhi ya mambo ambayo yalitokea. Unajua, tangu haya mambo yaliyotokea Young Africans wao walitoa taarifa moja peke yake, lakini mpaka sasa ninavyozungumza nanyi tayari kikosi cha Young Africans kimeshatoa maadhimio kadha wa kadha kuelekea katika mara baada ya lile tukio kutokea. Na unajua ni kitu ambacho mimi binafsi nilitarajia kuona taarifa kwa umma, au nilitarajia kuona Young Africans wakizungumza mbele ya vyombo vya habari. Uzuri ni kwamba Young Africans wametoa taarifa kwa umma ambayo nadhani inaweza ikatupeleka kwenye eneo lingine ambalo mimi na wewe hatakuwa tumetarajia. Usiku wa kuamkia leo Young Africans wameandika taarifa ifuatayo: kamati ya utendaji ya Yanga chini ya rais mhandisi El Said imefanya kikao cha dharura tarehe 9 Machi mwaka 2025 kwa njia ya mtandao kujadili na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga umetoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa michezo wa mpira miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani kushindwa kushuhudia mechi dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike juzi tarehe 8 Machi mwaka 2025 katika uwanja Benjamin William Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi ya mchezo yote kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi kilichofanyika tarehe 7 Machi mwaka 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Young Africans wanaendelea na kusomea taarifa wanaendelea kusema katika kikao hiko ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa wa usalama wa mchezo, mtathmini wa amzi, kamishina wa mchezo, watendaji wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kuutumia uwanja Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, siku ya tarehe 7 Machi 2025 klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu kuwa hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa bodi ya ligi kuu, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye pre-match meeting, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu wenyeji ambaye ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao. Na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Yanga wanaendelea kuelezea kwamba usiku wa kuamkia mchezo tarehe 8 Machi mwaka 2025 klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu. Yanga wakuishi hapo wakasema huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo baada ya tamko la klabu ya Simba. Asubuhi ya tarehe 8 Machi mwaka 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akitoa wasiwasi na kuhakikisha mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo namba 184 iko pale pale, huku hakuna kilichobadilika. Yanga wakaendelea kusema licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara, mchana siku hiyo hiyo tarehe 8 Machi, kamati ya uendeshaji wa ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto alitoa taarifa ya kuahirisha mechi nambari 184 kinyume na taratibu kanuni zinazoendesha ligi kuu Tanzania bara. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati tendaji ya Young Africans. So haya nilikuwa nakuelezea yote yalikuwa ni kujenga hoja. Sasa ndo Young Africans wanaingia kwenye hoja ya kutuelezea sasa mara baada ya haya yote yaliyotokea, wao msimamo wao ni upi? Moja, klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama ilivyoelezwa kwenye kanuni pindi timu itapogomea mechi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kamati tendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. Tarehe yoyote ambayo itapangwa
wao Young Africans hawako tayari kushiriki huo mchezo kwa sababu wao wanaamini mchezo ulistahili kupigwa Machi 8 mwaka 2025. Kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji wa ligi chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira miguu kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu wenye nia njema na maslahi mapana ya mpira wetu. Lakini mwisho, lakini sio kwa muhimu, tunaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wote duniani kuendelea kuwa na utulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira miguu na harakati za kudai haki zinaendelea. Haya huu ndo msimamo wa Young Africans, na msimamo wa Young Africans upo kwenye maeneo makubwa matatu. Kwanza, Young Africans hawako tayari kucheza mchezo mwingine kama ambavyo ilivyoainishwa. Wao wanaamini mchezo ulibidi upigwe tarehe 8 Machi mwaka 2025. Lakini jambo la pili, Young Africans wanahitaji ushindi wa mezani. Na jambo la mwisho ni kwamba hawana imani tena na bodi ya ligi kuu Tanzania bara pamoja na kamati ya uendeshaji. Sasa tunaweza tukakubaliana kwamba Yanga wanaweza kupewa ushindi wa mezani kama ambavyo wanavyotaka, lakini point is hawana tena imani na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo inabidi bodi ya ligi kuu Tanzania bara iondolewe madarakani kwa sababu Young Africans hawamwamini tena. Hata uchunguzi ambao utafanyika, hata maamuzi yatakayofanyika na bodi ya ligi kuu Tanzania bara ni kwamba Young Africans wao binafsi hawana imani nayo tena. Na kwa msingi wa barua hii ni kwamba Young Africans hawataki tena communication na bodi ya ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu hauwezi ukawasiliana na mtu ambaye wewe binafsi haumwamini. Young Africans sasa hivi wanahitaji communication na TFF. That's why wameiomba TFF iingilie kati. Bad thing ni kwamba mpaka sasa hivi TFF wako kimya, sio rais ambaye anazungumza wala kiongozi yote. Na ukweli ni kwamba barua ya Young Africans ina haki ya kuhoji haya, kwa sababu nilikupa taarifa hapa kwamba mchezo upo kwa mujibu wa Steven Mguto alizungumza, and then baadaye akaja kubadilika kwenye kila ambacho alikizungumza. So ushawaambia watu mchezo upo, and then baadaye unawaambia watu mchezo haupo. Kimsingi kuna miscommunications. Lakini kwenye bodi ya ligi kuu Tanzania bara ile taarifa aliyotoa ni taarifa ambayo inakanganya, haikuwa inaeleza kila kitu. So niliamini kwamba Young Africans watatake advantage kwa mapungufu yale ya taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuzungumza mambo yao. End of the day wamepitia mule kwenye kile ambacho niliwaelezeni sasa hivi. So kuna mambo mawili ambayo sasa bodi ya TFF inabidi wayafanye. Moja ni kufungua meza ya maridhiano, wazungumze ni nini ambacho inabidi kifanyike kwenye hili. Nje hapa hatopata suluhu. Jambo la pili ni kuivunja bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Jambo la tatu ni kuweka mchezo Young Africans adhibiwe, moja kati yao apate adhabu kubwa sana. So bodi ya ligi kuu Tanzania bara, TFF wapo kwenye mtego mkubwa sana. Kila moja ana haki. Simba ana haki yake, Yanga ana haki yake, na bodi ya ligi kuu Tanzania bara wana makosa yao. So sisi hatuwezi kumaliza, hii ni series ambayo inaendelea. So kwa sasa nimekufahamisha hayo, lakini kumbuka kuna mengi zaidi ambayo Yanga wameyakosea kikanuni ambayo yanaweza akawaletea shida moja kwa moja. Asante and bye bye.